Bwana Yesu na asifiwe. Neno la Mwenyezi Mungu huwa linatuambia kwamba, mpenzi mtazamaji, usiku unaweza kuwa na mengi. Usiku unaweza kuwa na giza. Usiku unaweza ukakosa amani, lakini asubuhi yake furaha ikabisha mlango wako. Hayo ndio maombi yangu kwako asubuhi ya leo, kwamba kama ulikuwa unaona giza mbele zako, uko tu na wewe unasema kwamba mimi, yote ambayo nimekuwa nikiyapitia, unajiuliza maswali mengi. Mbona haya yanipate? Mbona mimi nipitie haya? Nimelia sana. Nimepitia mengi, changamoto zimekuwa nyingi. Unaweza kuwa ulilala ni kama unjalala, maana amani una kabisa. Lakini maombi yangu kwako ni kwamba furaha ikaweze kumbisha mlango wako. Ni siku mpya, ni asubuhi mpya. Na ningekuomba tu kaweza na kuamini kwamba Mwenyezi Mungu amekupangia mema. Mwenyezi Mungu anakuwazia mema. Mwenyezi Mungu atakutendea. Yale yote, hayo machozi yote ambayo umeweza na kulia atakupanguza. Wakati mmoja utakuwa ni wako mshukuru. Hivyo basi, karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tukaweze kunyunyuziwa hizo baraka na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Zacchaeus Kaesa kutoka kanisa la ABC Konza City, Muka Pastorate, Makueni Sub Quarter. Tutaendelea kuwa pamoja naye nikitumai kwamba baraka nazo tutaweza na kuzipokea kwa wingi. Ujambo mtazamaji wangu, karibu ili tukapate kushirikiana pamoja kwenye kipindi hiki Manyunyu ya Baraka. Tutapata somo letu la kutuongoza katika kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu, sura yake ni ya kwanza, aya ya 35, 34, 35 na 38. Naomba ili tukapate kushirikiana kwa pamoja nitasoma. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujalia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufikia kama kivuli, kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Sura ya 38. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mchakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Tuzungumzia juu ya kuona ya kwamba lisilowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu linawezekana. Kukubali mapenzi ya Mungu, ama kukubali mapenzi ya Mungu itendeke. Hakuna jambo la maana sana kama kukubali mapenzi ya Mungu yatendeke katika maisha yako. Naweza kuona ya kwamba Mariamu, yeye alikuwa msichana, hakuwa akitoka katika familia iliyo na mali nyingi, ni familia ambayo ilikuwa ya chini kabisa. Maisha ni yale tu ya chini, lakini Mungu akamtumia. Mariamu alikuwa akizaliwa katika familia ya umaskini, ambalo alikuwa na nguvu sana vile, lakini Mungu akachagua ya kwamba huyo msichana Mariamu atambeba Yesu. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba Mungu ana uweza wa kutumia njia zake kwa yule ambaye anataka amtumikie. Mungu alipanga kumtumia Yesu, ama kupitia Yesu kutoka kwake huyo msichana. Jambo lingine ni kuona ya kwamba sasa yeye alipopashwa habari, huku hakukataa, aliweza kukubali na aliweza kusikiliza. Lakini kuna jambo moja mtazamaji naomba upate kuelewa, nayo ni kwamba malaika aliposhuka tu na akawa karibu naye, jambo la kwanza elewa ya kwamba najua alishtuka, lakini malaika aliweza kumwandaa, akamwambia na kuletea habari njema. Kwa
Kwa hivyo usihofu maishani mwako. Hapo tunaweza kujifunza ya kwamba, mtazamaji wangu, usihofu. Mungu yu pamoja nawe. Mungu yuko tayari kukutumia kama vile alitumia Mariamu na njia ya kipekee. Naweza kuona na kuelewa ya kwamba alipopashwa hiyo habari tu, hakupiga mayowe wala kukimbia wala kutoroka, lakini alinyenyekea apate kulisikiliza ama kuusikiliza ule ujumbe. Alipozaliwa ama alipompokea habari za Yesu eti ya kwamba atamzaa alizaliwa alifanya vizuri kuamini na kuipokea sawasawa ile habari ambayo aliletewa. Mungu ako na mpango maalum kwa ajili ya maisha yako. Mungu ako na mpango maalum mzee. Mungu ako na mpango maalum mama, kijana, msichana na mvulana uliye pale. Mungu ako na mpango maalum. Usione ya kwamba kama ana mpango, ako na mpango kwa ajili yako. Now, hapo tunaweza kuelewa na kuona ya kwamba sasa mpango wa Mungu maishani mwako hakuna awezaye kuupinga. Mpango ule ambao Mungu aliweza kukupangia hakuna mtu ambaye anaweza kuupinga usitendeke. Mungu atasimama naye na kudhihirisha ya kwamba hakika analoliandaa kwa ajili yako amelitimiza. Kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa kwa sababu kuzaliwa bila hatia au dhambi yoyote. Yesu hakuzaliwa katika misingi ya dhambi. Yesu hakuzaliwa kama vile wengine wanavyofanya, lakini Yesu alizaliwa kwa njia ya kipekee na ya ajabu. Tunaanza kuona ya kwamba alizaliwa akiwa mtakatifu kwa sababu yeye ni Mungu na hakuwa na hatia yoyote ya dhambi ndani yake. Kwa sababu yeye ni mtoto wa Mungu na ametoka kwa Baba. Huyu msichana Mariamu aliposhangaa, aliambiwa usihofu, maana Roho Mtakatifu atakutia nguvu. Kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu. Ako na uwezo na mamlaka na nguvu za kuweka mtu kutoka katika dhambi. Yeye ana uwezo, ako na nguvu za kutoa mtu katika dhambi ili amwelekee Kristo mwenyewe ama Yesu apate wokovu. Naona ya kwamba siku ya leo kubali Yesu moyoni mwako kama Mariamu. Kubali atende kazi ndani yako. Anasimama mlangoni, anabisha. Ukimfungulia mlango ataingia kwako na atakula na atakaa pamoja nawe. Tuliona ya kwamba usihofu, Mungu yu pamoja nawe katika nguvu, atakutia nguvu. Mariamu alihofu. Na tunaona ya kwamba alipotokewa na malaika alishangaa na ni nini inaendelea, lakini malaika akamtuliza kiasi ya kwamba aliweza kukubali yale maneno ambayo aliletewa na kuambiwa. Lakini pamoja na hayo yote, malaika ambaye alitumwa alimtuliza, kwa maana Roho Mtakatifu atakuja juu yako na kukutia nguvu. Na kitakachozaliwa kutoka kwako kitaitwa mwana wa Mungu. Mungu naona ya kwamba aliweza kumtuliza na akaweza kusikiza yote yale ambayo aliambiwa. Usianguke wala usishtuke wala usirudi nyuma. Hivyo ndivyo naweza kuambia kupitia funzo hili. Watu wanaweza kushtuka, mambo yameenda vile ambavyo hukukusudia siku hii. Mambo yako vingine. Labda uliahidiwa utaletewa viatu, uliahidiwa utapelekwa hapa na pale, watoto wako watavalishwa hivi, na huenda mzee amekosa pesa kwa nyumba. Usiwe na tazuishi, usiwe na taabu ewe mama, usiwe na taabu ewe mtoto, usiwe na shida ewe mzee, kwa sababu Yesu yuko katika kiti. Atatawala na maajabu yatatendeka. Provided ama haja tu ni kwamba mko na uhai, mmeweza kupewa uzima siku hiyo, mmeamka mkiwa salama. Semeni Mungu atukuzwe na asifiwe.
Sifa zote ni kwa Mungu. Mariamu alikubali kwamba mapenzi ya Mungu yatendeke. Alidhihirisha imani kuu na alijiweka tayari kwa ajili ya kutumika na Mungu. Je, wewe uko tayari Mungu akutumie? Uko tayari kutumika na Mungu? Alikubali wito wa Mungu maishani mwake. Hakuwa na shida. Na jambo lingine naona ya kwamba alikuwa tayari kuendelea na kusubiri siku itimie na kumpata mtoto. Mimba yake haikuwa ya mwanadamu. Mimba yake ilikuwa ni uweza wa Roho Mtakatifu, si mapenzi ya mtu. Hakujuana kimwili. Tuliposoma haya pale juu, uliweza kusikia akiuliza ya kwamba mstari wa 34 eti ya kwamba sasa, je, Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume? Yeye hakuweza kulala na Yusufu wala kulala na kijana mwingine yote. Alikuwa bikira. Sasa alijua Mungu anataka aendelee na kumtumikia. Alijua ya kwamba Mungu ana kusudi lake. Yeye Mariamu aendelee na kumuishia na kumtumikia Mungu. Tazama ya kwamba halikuweza kujaribu kwa vileo, mambo machafu, kwenda na vijana ovyo ovyo. Aliweza kujiweka katika maisha na hali ya utakatifu, naye Mungu akapata kumtumikia. Msikilizaji na mtazamaji wangu, elewa leo ya kwamba Yesu mwenyewe anakuhitaji. Mungu anahitaji umtumikie na akuongoze na kukutendea makuu maishani mwako kama jinsi alivyomtendea Mariamu. Jambo la ajabu, tunazidi kuendelea na kumpa Mungu sifa na kusema utukufu mbinguni na duniani na kusema haleluya kwa ajili ya kile kitendo ambacho Mungu alitenda kutuletea Mwokozi katika ulimwengu. Je, uko tayari kuendelea ndani yake? Uko tayari kuendelea, mtazamaji, kumtumikia Mungu? Uko tayari kumsikiliza? Uko tayari kumfuata? Maana anataka umfuate. Anataka uelekeze moyo wake kwake kila wakati. Awe tegemeo na kimbilio lako unapoishi. Bwana akubariki. Bwana ibariki neno lake. Atuombe. Baba mtakatifu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunasema ni asante kwa yote uliyotufanyia. Kumleta Yesu azaliwe ulimwenguni kama binadamu ili atukapate ukombozi katika maisha yetu. Mbarikie mtazamaji na unibariki pia na uwe pamoja nasi. Mahitaji yetu na tufahamu na unatuelewa. Baba, tunaamini utatenda. Kwa wale ambao ni wagonjwa, Bwana wasaidie. Kwa wale ambao wanakuhitaji, Bwana wasaidie. Kwa wale ambao hawako na amani katika familia zao, Baba ukawape amani, kwa sababu ni wewe mfalme wa amani. Uwe pamoja nasi na ukalifuatilie neno hili katika mioyo yetu. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. Lisilowezekana kwa binadamu, kwa Mungu yanawezekana, ama inawezekana. Hilo ni fundisho ambalo tumeweza na kuletewa asubuhi ya leo. Wakati ambapo Mariamu aliweza na kuambiwa yale yote ambayo yataweza na kumpata. Ataweza na kuwa na ujauzito, au itakuwa namna hii, ataweza na kumbeba Yesu Kristo. Yani tu aliweza na kuambia, alikuwa tu na mshangao, lakini akaweza na kuambia malaika kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakatendeke, yakatimike katika maisha yake, maana ilikuwa ni mpango tu wa Mwenyezi Mungu. Asubuhi ya leo tumejua kwamba kuna haja ya kuachilia tu mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakaweze na kutendeka ama kutimika katika maisha yetu. Wakati ambapo hata omba mapenzi ya Mwenyezi Mungu
yakatendeke. Mariamu alikuwa mtiifu. Tuwe watiifu mbele za Mwenyezi Mungu. Hata wakati ambapo tunaomba, tusije tukawa ni watu wa kulaumu tu kila wakati. Kuona kwamba nimepitia mengi, kuona kwamba changamoto zimekuwa mingi. Sijui katika familia yangu itakuwa namna gani. Sijui mimi ni mwanarika, mambo yamekuwa hivi na vile. Ndoa yangu imekuwa hivi na vile. Kuna Mungu ambaye ushughulikia mambo kwa wema. Kuna Mungu ambaye huwa unamwabudu. Huyo Mwenyezi Mungu anakuona. Huyo Mwenyezi Mungu yale yote ambayo unayapitia katika familia yako yote anayaona, anakufahamu vizuri sana. Hivyo basi wakati mwingine tukumbuke tu kumshukuru. Hatuonangi baraka, lakini wakati ambapo tunaona tu mambo yameenda vibaya, tunaona tu majaribu, tunaona tu changamoto, tuwe na roho ama moyo wa kushukuru kila wakati. Maana kuna wema ndani yayo tu majaribu ama hayo mangumu ambayo umeweza na kupatana nayo. Na tuombe mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakaweze na kutimia vile ambavyo Mariamu aliweza na kuomba kwamba ni ngumu, maana ajui mwanaume, lakini mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakatimie. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakatendeke. Hivyo basi mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakatimie ndani ya maisha yetu. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mwenyezi Mungu atembee pamoja nawe, neema yake ikutoshe. Bye bye.